Mgogoro kati ya Marekani na Iran ni zaidi ya nyuklia. Wengi walikuwa wakidhani pengine ni suala la nyuklia ambalo mwaka 2015 kulikuwa na mapatano wakati wa utawala wa Rais Barack Obama. Lakini ugomvi kati ya Iran na Marekani ni zaidi ya hayo. Mmoja kati ya wachambuzi wa mambo anadai kwamba kuna uwezekano mzuri wa makubaliano kati ya Marekani na Iran, na ni kutokana na kwamba baadhi ya mambo katika kutoelewana kwao yanaanza kubalika. Huyu ni moja kati ya watu waliokuwa katika timu ya Iran wakati wa mazungumzo ya nyuklia mwaka 2015. Ni moja kati ya maprofesa kutoka nchini Iran, Mohamed Marandi. Ni profesa wa chuo kikuu cha Tehran ambaye wakati wa mazungumzo hayo naye alikuwepo, na katika moja ya mambo ambayo anasema ni kwamba Tehran haitokubali makubaliano yoyote ambayo yanakiuka mamlaka ya taifa. Hata hivyo, kupunguzwa kwa nyuklia sio kusimamishwa wala kuboresha uhusiano kati ya Marekani na Iran. Pia suala la nyuklia ni sehemu ndogo tu ya mgogoro uliopo kati ya Iran pamoja na Marekani. Iran imefikia kurutubisha 60% ya uranium, na huu ulikuwa ni mpango wa makusudi ambao ulifanywa na taifa hilo la Waajemi. Ingawa pia ni katika kuhakikisha Iran inaendelea kiuchumi kupitia nyuklia, lakini ilikuwa zaidi ya hayo. Sababu kwa nini Iran ilirutubisha uranium kwa 60% hivi sasa ni ili kuweka shinikizo kwa Marekani kuja kwenye meza ya mazungumzo, kufanya mambo kwa busara zaidi na kuilazimisha kuondoa vikwazo. Profesa huyu anasema Marekani isitarajie Iran kusitisha urutubishaji wake wa uranium kama ambavyo viongozi wake wamesema. Aliwahi kuzungumza Ayatollah Al-Khamenei akisema kwamba hakuna atakayeweza kutoa tishio dhidi ya Iran na kuifanya Iran iachane na urutubishaji wa uranium na kutengeneza vinu vya nyuklia, na ipo katika mpango wa kutengeneza karibia vinu 19. Tehran itapunguza tu viwango vya urutubishaji na kupunguza nafasi ya IAEA nchini humo badala ya Marekani kupunguziwa vikwazo, inasisitiza kitaalamu. Iran ni nchi ambayo iko huru kwa kina katika sera yake ya nje. Kwa hivyo Amerika haipaswi kutarajia Iran kuwa nchi iliyo chini yake. Hata hivyo, hii ni moja kati ya mambo ambayo Iran inazingatia. Iran ndio taifa ambalo lipo eneo la Mashariki ya Kati, na wakati huu kutokana na namna ambavyo limekuwa kiuchumi, lilikuwa na mipango ya kutaka kuonekana kama simba wa Mashariki ya Kati, lakini Marekani kupitia Israel imeamua kuendeleza ubabe na kuhakikisha inaweza kubeba rasilimali zilizopo katika Mashariki ya Kati. Na ndio maana hata katika ziara iliyofanyika wiki hii ya rais wa Marekani Donald Trump katika mataifa ya Ghuba, ni wakati ambapo bwana Donald Trump alitengeneza mazingira ya kupata rasilimali za kutosha, lakini pia kupata mikataba minono ambayo inaitajirisha Marekani. Lakini nini sababu halisi ya safu ya Marekani na Iran? Kwa maana chanzo kikuu cha uhasama kati ya mataifa hayo mawili, kila moja linataka kuwa simba wa Mashariki ya Kati. Jambo la kwanza linaelezwa kuwa ni uungaji mkono wa Iran kwa watu wa Palestina, lakini pia upinzani halali dhidi ya maangamizi ya kikabila, mauaji halaiki dhidi ya ubaguzi wa rangi. Lakini pia inaelezwa Marekani inaunga mkono mauaji halaiki kwa sababu wanaunga mkono bila masharti ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa kikabila katika eneo la Mashariki ya Kati. Kumbuka kwamba Marekani ni waungaji mkono wa Israel, lakini kutokana na mauaji yanayofanywa na Israel, Iran imejikuta ikiingilia kati, na inadaiwa kwamba Iran ndio taifa ambalo linasaidia wapiganaji hasa makundi ya Wahouth wa Yemen, lakini pia makundi ya Hizbullah ya Lebanon pamoja na Hamas ambayo Marekani na Israel wanayaita makundi ya kigaidi. Suala la nyuklia ni kisingizio kama vile tuhuma za haki za binadamu au ugaidi ambazo Marekani hutumia dhidi ya Iran ili kuridhisha Israel. Lakini mpango wa Marekani ni katika inahakikisha Israel inakuwa salama wakati wote, ili tu mataifa mengine yaweze kusujudu mbele yake, na ili tu Marekani iweze kuhakikisha inachukua kile inachokitaka, kama wakati huu ambapo baadhi ya mataifa ya Ghuba yanaona ni Marekani ambayo itaweza kuwapa ulinzi wa kutosha kutokana na hali ilivyo. Marekani si mzungumzaji mwaminifu na inakiuka makubaliano kulingana na Marandi.
Trump daima anapuuza, iwe Ukraine, vita vya kibiashara, iwe Yemen au mauaji ya kimbari ya Gaza. Yeye wala hajali, anachokiangalia ni namna atakavyoweza kunufaika na vita hivyo, na ndiyo maana yuko tayari kutoa mabilioni ya fedha pamoja na silaha kwa ajili ya Israel ili tu iweze kuhakikisha inatisha katika eneo hilo la Mashariki ya Kati na ili tu aweze kufanya biashara zake. Wakati huu inaonekana amefanya makubaliano na Wahuthi wa Yemen ili tu meli zake ziweze kupita, lakini mpango wake ndio huo. Anahitaji kuona anafaidika katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ambalo lina utajiri mkubwa wa mafuta pamoja na baadhi ya madini mengine. Hii ndio inafanya kuwa vigumu sana kufikia makubaliano yoyote, na kwa wakati huu inaonekana sasa ili Marekani iweze kunufaika na kile inachokitaka lazima wafanye makubaliano na Iran, lakini kimsingi kuna zaidi ya masuala ya nyuklia ambayo yanaelezwa katika mgogoro kati ya Marekani na Iran, na ndio sababu ya rais wa Marekani Donald Trump kutafuta kila namna ya kuweza kutatua mgogoro huo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.